Idara ya huduma za wanawake na watoto jimbo dogo la Ziwa Tanganyika imewakutanisha mabinti zaidi ya 100. Lengo hasa ni kuwapa ufahamu na kuandaa mabinti kuwa mama bora wenye hofu ya Mungu. Mtaendelea kufanya nini? Kukua. Na tamanio la Mungu kadri mnapokuwa, mkue kwa namna ambayo ile njozi Bwana aliyokuwepo nayo kwa ajili yenu kabla hamjatungwa katika tumbo la mama zenu inatimia. Hii ni idara ya huduma za wanawake na watoto jimbo dogo la Ziwa Tanganyika ambayo imekutanisha mabinti zaidi ya 100 kutoka katika maeneo mbalimbali. Lengo hasa ni kuwapatia ufahamu, kuwapatia uelewa na kuandaa mabinti kuwa mama bora wenye hofu ya Mungu katika jamii. Wametusisitiza jinsi ya mabinti kujiamini na kufanya kazi. Ni mkutano wa pili kufanyika kwa jimbo hili toka kuanzishwa kwake. Mkutano ambao umeleta tumaini jipya na mwanga kwa wanakambi ambao wamekambika kwa muda wa juma moja katika shule ya sekondari ya Twiza iliyopo eneo la Tunduma mkoani Songwe. Mkutano huu umehudhuriwa na wakufunzi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Madam Priska Methethela Jeje, ni miongoni mwa wakufunzi na ndiye mnenaji mkuu wa mkutano. Hapa anaeleza namna ambavyo mkutano huo umekuwa na umuhimu mkubwa kwa mabinti, hasa mabinti wa kileo. Lengo la kongamano hili ni kuwafanya wasichana watambue kwamba wao ni mabinti wa mfalme na Mungu amewaita ili waziweze kuziimba fadhili zake yeye aliyeko juu, aliyewaita na natamani waweze kuishi wakimpa yeye utukufu. Na tunajaribu kuwafundisha na kuwaelekeza wasichana wajue kwamba Mungu ana mpango nao mwema kuwafanikisha na kuwapa misho yenye matumaini. Lakini Mungu hata walazimisha kupokea misho yenye matumaini, itategemeana na chaguzi zao. Kwa hiyo tunachowafundisha hapa ni kujifunza kuwa na chaguzi zilizo sahihi na kuziishi ili ule mpango wa Mungu wa matumaini, mpango wa Mungu wa mafanikio uweze kutimia. Mafanikio katika afya zao, maana hapa tunaandaa ni mabinti lakini tunaandaa mama wa nyumba ambao pia watalea familia zenye afya. Lakini mafanikio katika kazi na uchumi, wajue kwamba mtu kufanikiwa haiji kwa nasibu, inategemea na chaguzi zako na namna unavyojipanga kufanya majukumu yako kwa uaminifu na si kwa kusimamiwa lakini kwa kujituma. Lakini pia mafanikio katika elimu, kwamba elimu ni nguzo kukusaidia kuweza kupambanua na kutatua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo waweze kujua kwamba katika umri wa ubinti ni muhimu kujipatia elimu. Si lazima tu elimu kwa mfumo rasmi, hata kwa mfumo usio rasmi. Lakini pia kufanikiwa katika kupata ujuzi. Kwamba pamoja na elimu lazima mtu uwe na ujuzi, hata hicho ulichokisomea ukijue kwa namna ambavyo utakifanya kwa ubora sana. Lakini mafanikio katika mahusiano yao na watu wengine, maana maisha ni kuleta maana kwa watu. Maisha ni kuleta maana kwa watu. Watu wanatafuta mtu anayeleta maana ili waweze kumtumia, na kwa yeye kutumika ndipo anafanikiwa. Lakini mafanikio katika mahusiano yao na Mungu, kwamba Mungu ndo mpaji wa kila kitu, uhai, uzima na kila kitu, na nasibu zote Bwana ndiye ambaye anaweza akampatia binti. Kwa hiyo lengo letu ndilo hilo, na hivyo tunawawezeshaji mbalimbali, tuna watu wa ustawi wa jamii, kuwapanua na kuwafundisha namna ambavyo wanapaswa kuishi wakijikinga na mambo ambayo yanaweza yakawaletea changamoto katika maisha. Lakini pia tuna daktari ambaye anawafundisha kujitambua katika afya yao ya kimwili, afya ya kiakili, afya ya mfumo wa kike, maana wao ni wanawake, na tunawatazamia waweze kujitunza wakiwa mabinti, hatimaye waweze kuwa wazazi wazuri watakaoleta kizazi chenye afya. Changamoto ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ni ukweli usiopingika.
Mabinti wengi wa leo wanapitia mitihani migumu ya kimaisha na wakati mwingine wanashindwa kutatua changamoto hizo. Kupitia mkutano huu unawapa nafasi ya kueleza yale wanayopitia na wanapata ufumbuzi wa changamoto hizo. Tumegundua kwamba mabinti wana changamoto nyingi sana ambazo wanashindwa kwa kuzipeleka nyumbani. Hawezi kumwambia mzazi kwa sababu yawezekana mzazi ni mkali au mzazi yuko ametingwa na maisha. Binti anakosa nafasi ya kumweleza mzazi changamoto anazopitia. Kwa hivyo kupitia mikutano hii wanafunguka na wanaeleza changamoto zao, na sisi tunawapatia njia za kuweza kujikwamua kulingana na changamoto wanazopitia ili waweze kusimama imara wakimtegemea Mungu na kutimiza malengo yao kama mabinti. Tunaona wengi wanapoteza njozi zao kwa sababu ya kudanganywa. Hivyo kupitia kongamano hili mabinti wengi wamejitambua na wameahidi kuonesha mabadiliko kwa tabia zao. Wengine wanakuwa na tabia mbaya, sio kwamba wanapenda, kulingana na mazingira. Kwa hivyo na jamii inawachukulia kama ni mabinti ambao wamepoteza mwelekeo, hawana heshima, lakini kupitia kongamano hili wametambua kwamba wanapaswa wajiheshimu na wamheshimu kila mmoja, na wanapaswa kumtegemea Mungu kila wakati ili waweze kutimiza njozi zao. Nimezungumza na baadhi ya wakufunzi walioweza kutoa elimu katika mkutano huu. Hapa wanaeleza ni kipi hasa ambacho wameweza kukigundua kwa mabinti hao. Kwa kutambua unyeti wa mabinti kwa maana ya maisha na changamoto wanazokutana nazo, tuliona ni vyema kujadili mambo ambayo yanawakumba kama mabinti, ambayo yanawafanya wakati fulani wanapata changamoto za kijamii, za kisaikolojia na za kiakili pia. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa ni fursa kubwa kuweza kuwaelekeza au kuwafundisha namna ambavyo changamoto kwenye dunia huwa zinatokea na namna ya kukabiliana nazo, ikiwa ni nguzo kubwa sana ya kufanya maisha yao au maisha mengine kwa ujumla yaweze kwenda, kwa sababu bila kuwa na akili sawa sawa ambayo ina utimamu, basi hata mazingira mengine ya aidha ya kufanya kazi au kuishi katika jamii au kuweza kuendesha maisha yao inakuwa ni vigumu pia. Kwa hiyo ni kundi fulani ambalo ni sensitive na linakutana na mambo mengi, linakutana na masuala mengi ya ukatili, masuala mengi ya unyanyasaji, lakini kuna changamoto nyingi ambazo kama jamii, namna ya kuwabeba, namna ya kuwachukulia na namna ya kuwasaidia kutatua changamoto zao kidogo imekuwa ni changamoto katika namna kadhaa. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa ni raha na nimejisikia amani kushare nao, kwa maana kuambukizana ujuzi na kuwapa uwezo, kuwajengea uwezo wa namna ambavyo wanaweza kaishi katika mazingira yoyote ambayo watakutana nayo, hata kama ni ya changamoto au sila. Kwa majina naitwa Mrs. Rahabu Makama, ni mama mchungaji kutoka katika mtaa wa Kantaramba, Sumbawanga. Nimekuwa katika kambi hili kama mkufunzi wa mabinti katika kipengele cha ujasiriamali. Na katika kipengele hiki tumejifunza mambo mengi ambayo yanamsaidia binti kujikwamua kiuchumi, hata akiwa katika masomo au akiwa katika shughuli mbalimbali ambazo anaweza kuwa akizifanya nyumbani, lakini anakuwa na sehemu ya kujiingizia kipato. Kwa katika makambi haya tumejifunza jinsi ambavyo napaswa kujikwamua katika kufanya shughuli mbalimbali ambazo tumejifunza namna ya kutengeneza sabuni ya maji, tumejifunza namna ya kuoka keki pamoja na kupamba. Tunajifunza pia namna ya kutengeneza kofia ambazo ni pambo la mabinti lakini pia akina mama. Lakini pia tumejifunza namna ya kutengeneza batiki ya kuprinti, kubleach, lakini pia na batiki ya kutandika. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi ambavyo vinamfanya binti aweze kujikwamua kiuchumi. Na katika semina yetu tumejifunza mambo mengi ambayo mabinti wameonyesha kwamba wanaweza kuyafanya na yatakuwa ni msaada katika maisha yao ya ubinti. Elimu ya kiroho imepewa kipaumbele cha kwanza ambacho kitamsaidia binti kuishi maisha kumpendeza Mungu. Mchungaji Justin Dominic Kimbajo ni miongoni mwa wakufunzi katika mkutano huu, na hapa anaeleza umuhimu wa masomo hayo kwa mabinti. Naam, katika kongamano hili tumekuwa na majifunzo, na mimi nimekuwa na majifunzo na mabinti hawa kwa
namna ya kuwaelekeza, kujifunza pamoja nao swala la uinjilisti au binti na uinjilisti, kuwahimiza na kuwahamasisha na kuwatia moyo mabinti kutambua kuwa wajibu wao ni kutangaza Yesu Kristo kwa watu wengine. Na ili kuweza kumtangaza Yesu Kristo kwa watu wengine, wao wana wajibu wa kwanza kuanza kuyaishi yale ambayo Mungu anataka tuweze kuyaishi katika maisha yetu. Wito wangu kwa kanisa la Waadventista wa Sabato na jamii kwa ujumla, wawalete mabinti wao wanaposikia makongamano kama haya, ili tuje tujifunze kwa pamoja. Mama na majifunzo ya mabinti kupeleka uinjilisti, lakini kuna mafunzo mengine mengi ambayo yanatolewa kwa mabinti tunaokuwa nao hapa katika kongamano hili. Hata hivyo sasa tuna neno la Mungu ambalo ndo dira, kwamba pamoja na kuwafundisha, pamoja na kuishi, pamoja na kusoma, pamoja na kufanya kazi, watakutana na changamoto mbalimbali. Ni nani awe kimbilio lao? Kwa hiyo tunawasimika wajue kabisa nguzo ya mahusiano yao na Mungu na neno la Mungu, kulisoma na kuliishi, maombi na mahusiano na watu wenye kuwajaza, kuwatia moyo kiroho, ndo jambo ambalo litaweza kuwasaidia kuweza kufanikiwa. Pia tunajaribu tunatamani kama kanisa la Adventista wa Sabato, sisi ni idara ya huduma za wanawake na watoto, na hivi hapa tumekuja kwa mwamvuli wa idara ya huduma za wanawake. Tunatamani pia idara zinazohusika na watoto wa kiume ziweze kuamka na kufanya jambo kwa ajili ya watoto wa kiume, kwa sababu kwa namna Mungu ambavyo ameumba, amemuumba mwanamume kuwa kiongozi na kuhani katika familia. Tunapowaambia wasichana wetu kwamba Mungu ana mpango nao mzuri, kingine wanachofikiria ni kuwa na familia zenye mafanikio na furaha, na hawawezi kuwa na familia hiyo iwapo kama vijana wetu hawatajitambua, hawatajua kuwajibika, hawatajua kwamba wao wameumbwa kuwa viongozi na makuhani katika familia zao. Kwa hiyo tunatamani kwa siku zijazo pia idara zingine ziweze kuitisha mikutano kwa ajili ya watoto wa kiume, maana kwa mfano tumekuwa na makongamano mengi ya wasichana, makongamano mengi ya wanawake. Hata unapopima unaona kwamba uwezo wa kujitambua kwa watoto wa kike unazidi kuongezeka ukilinganisha na watoto wa rika hilo, watoto wa kiume. Kwa hiyo kwa sababu lengo letu ni kujenga kanisa, kujenga jamii, kujenga taifa imara, hatuwezi kujenga taifa imara na kanisa na familia tukiwa tunaangalia upande mmoja. Kwa hiyo ni wito wetu kwamba walio na watoto wa kiume, viongozi katika makanisa mahalia, viongozi ngazi ya field, viongozi ngazi ya unions, lakini viongozi katika jamii na taifa kwa ujumla, tujaribu kuona kwamba kuna jambo la kufanya kwa watoto wa kiume, kuwajengea uwezo na kuwatambulisha kwamba wao ni kina nani, ili hatimaye tuweze kuwa na jamii iliyo na ustawi mzuri. Baadhi ya mabinti wamezungumza na chombo hichi, wamekiri kufurahishwa na kupendezwa na masomo hayo, huku wakihitaji masomo hayo yawe ni masomo endelevu katika makanisa mahalia. Kwa jina naitwa Precious Chalwe, ni mshiriki wa kanisa la Maporomoko na nipo kwenye haya makambi ya mabinti yanayofanyika shule ya Twiza Sekondari. Kwa hili kambi la mabinti tunajifunza mambo mengi na tumepata wakufunzi wazuri ambao wanatufundisha mambo mengi ambayo kiukweli tunanufaika nao sisi kama mabinti, na wanatufunulia mambo mengi ambayo tulikuwa tuyajui, na kiukweli tunanufaika nao, na tunawashukuru wao kwa kuja na kutufundisha vizuri na kutufungua akili vizuri kwa mambo mengi ambayo tulikuwa tuyajui. Cha kwanza ni kusambaza injili kwa wengine, na pili tunachojifunza kikubwa sisi kama mabinti, inabidi kwanza kujithamini sisi wenyewe kabla kuthaminiwa na watu wengine. Mtaungu kwa jamii, kwanza kwa mabinti inabidi tujithamini. Pili, ikitokea makambi kama hivi inabidi kushiriki, kwa sababu sio kila kitu ambacho naweza nikaongea hapa, ila ni vitu vingi ambavyo tunajifunza huko ndani na tunatakiwa kuwa tunahudhuria. Umetufundisha makuu mengi, uliyoyatenda Bwana ni mwema, ukafungua njia pasipo njia, ukatupa na baraka. Sasa twasema asante kwa ukuu wako.
umetufundisha makuu mengi uliyoyatenda. Bwana ni mwema, ukafungua njia pasipo njia, ukatupa na baraka. Sasa twasema asante Bwana kwa ukuu wako. Sasa twasema asante Bwana kwa ukuu wako. Nitatangaza ukuu wako milele na milele. Sasa twasema asante Bwana kwa ukuu wako. Sasa twasema asante Bwana kwa ukuu wako. Mabinti kwa hawa waliokuja hapa, kwanza wana mwamko, ni watu ambao wamekuja kukweli, wana ari ya kujifunza, lakini pia ni watu ambao wako vizuri, na kila ukianzisha mada unaona wanachangia, wanauliza maswali, wanaandika, ushirikiano ni wa kutosha. Kwa hiyo kwangu mimi imenipa moyo kwamba nina kundi sahihi ambalo tunaenda sawa. Chochote kile ambacho mwanadamu ili akifanye kwa usahihi ni lazima awe na akili sawa sawa. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tulikitaka ni kujengeana uwezo wa wao kutambua na kujitambua, ili waweze ambao wanapaswa kuyaendea, lakini pia wawe na uwezo wa kuyafanya yale ambao wanapaswa kuyafanya kwa usahihi na kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo yote haiwezi kutokea tu, ni lazima mtu awe amejikamilisha katika level ya utimamu ili aweze kubeba kile ambacho anapaswa kukifanya. Ni ngumu sana kwenda kufanya kazi ambayo huijui. Ni lazima uwe na uelewa na uwe na utayari, lakini pia uwe na uwezo wa kuifanya. Kwa hiyo hicho ndicho kitu hasa ambacho tulikuwa tunaweza kupeana, ili wanavotoka hapa tunaamini watakuwa na uwezo, lakini pia wana nguvu ya kukabiliana na mambo ambayo huwa ni changamoto pia katika makusudi mbalimbali, kiwepo kimasomo, katika masuala ya injili na vitu vingine. Rai yangu ni kwanza kwa wahudhuriaji kuendelea kusikiliza, lakini pia kuuliza yale ambayo yanakuwa ni magumu, lakini pia kwa wazazi na watu wengine ambao hawajaweza kufika waelewe kwamba mikusanyiko kama hii ni ya muhimu, na wawaruhusu watoto kila ambapo kunapaswa kujifunza, wajue kwamba watoto wana mambo mengi wanapaswa kuyajua, na hasa wanafundishwa yale ambayo nyumbani either wanafundishwa kwa uchache au wengine hawafundishwi kabisa, kwa sababu uzoefu pia umekuja kuonekana kwamba kuna wengine mambo mengi nyumbani hawaambiwi. Sasa katika mikusanyiko kama hii tunategemea kila mtoto asiachwe, ili aweze kupata yale mambo mengine ambao wengine wanapata, ikiwa na msaada pia kwao. Namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo Fridi yetu ya Lake Tanganyika kwa njozi hii kubwa ambayo imetuletea katika mkoa wetu wa Songwe. Katika mkoa wetu wa Songwe ni mara ya kwanza kukambika kambi la mabinti. Na tumeona jinsi gani ambavyo mabinti zetu wamekuwa na changamoto nyingi katika maisha wanayoyapitia. Na kambi hili kwa Fridi yetu tumekusanyika, tumepata watoto 187 ambao wamehudhuria katika kambi hili. Na kwa namna pekee sana tumejifunza mambo makubwa. Na mabinti wenyewe kwa kukiri kwao wameongea mengi, wamefunguka mengi jinsi ambavyo wanapitia changamoto nyingi, na ambavyo wakati fulani wazazi wamekuwa mbali sana na mabinti kwa ukaribu, kwa kujua mambo yao kwa undani. Tukiwa katika kambi hili wameongea mengi, na tumeona jinsi gani ambavyo tumekuwa mbali na watoto kwa ajili ya kuwasaidia katika changamoto wanazozipitia. Tunashukuru uongozi wametuletea wakufunzi, akiwepo Madam Priska kutoka Union, Madam Priska JJ, na tumekuwa na Madam Vicky Matias ambaye ni mkurugenzi wa idara hii kutoka Fridi. Tumekuwa pia na mchungaji Mbajo. Tuwe karibu na mabinti zetu, tujaribu kuwasaidia kwa ukaribu, ili tujue mambo yao kwa undani. Watu hawa wamekuwa wamekosa sana msaada kwa sababu tumekuwa busy sana na maisha, hasa katika mambo ya utafutaji.
tukajisahau kwamba mabinti watakiwa kujua maisha yao, kutambua changamoto zao. Hivyo wameshindwa mahali pa kutoa shida zao, wamekuwa ni watu hivyo hivyo. Na wakati fulani wamefanya mambo makubwa au wameharibu kabisa, kwa sababu si kwamba walikosea wao, ni sisi wenyewe tumekosea wazazi kujua changamoto zao na kuwa na ukaribu nao. Hivyo tujenge urafiki nao sana kwa ukaribu ili tuweze kupata msaada namna ya kuwasaidia. Mabinti ndio mama ajaye. Masomo haya yatamjenga na yatamsaidia kwa kiasi kikubwa binti kuwa na uelewa mpana juu ya malezi, hasa malezi ya kiroho, pindi tu anapoendelea kuwa mwanamama hapo baadaye. Rai inaendelea kutolewa kwao kuyaishi na kuyafanyia kazi yale yote yaliyofundishwa katika mkutano huo. Makala hii imeandaliwa na kusimuliwa kwako nami Baraka George.